baadhi ya watu ambao wanataka kuvuruga amani ya nchi yetu wanatamani tarehe 9 mwezi wa 12 itokee vurugu kama iliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba, ili wao waweze kunufaika kupitia vurugu hizi. Kwa hiyo sisi kupitia dua yetu tunamuomba Mwenyezi Mungu awalaani vikali na awaadhibu wale wote wanaosababisha machafuko katika taifa letu, machafuko ambayo hayajawahi kutokea, wao wameyasababisha na yametokea. Mwenyezi Mungu awalaani kokote pale walipo. Kwa majina naitwa Sadi Mohamed Kimji, maarufu kama Homeboy, ni diwani mteule wa kata ya Ilala, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Leo hii taasisi ya Bahari Shwari inayopatikana katika kata ya Ilala kwa nia ya dhati kabisa imekusudia kufanya dua ya kuliombea taifa letu la Tanzania. Kama mnavyofahamu, hivi karibuni tarehe 29 mwezi Oktoba kulitokea vurugu kubwa, vurugu ambazo zilihatarisha usalama wa wananchi wetu, lakini vile vile lileta madhara makubwa kwa taifa letu kwa ujumla. Sasa kutokana na mazingira hayo, taasisi hii ya Bahari Shwari ikaona ina kila sababu kufanya dua kubwa kwa ajili ya kuombea taifa letu, kumwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kumwombea mbunge wetu ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azani Zungu, lakini pia kuniombea na mimi kama diwani mteule wa kata hii ya Ilala na wenye viti wa serikali za mitaa katika kata yetu hii ya Ilala na Tanzania kwa ujumla. Malengo na makusudio ya dua hii tunaamini kabisa yamefikiwa, kwa sababu watu wamejitokeza kwa wingi kushiriki dua hii, lakini vile vile zimetolewa sadaka mbalimbali kwa ajili ya kusindikiza dua hii. Kikubwa kwamba tunaendelea kumwomba Mungu na kumshukuru Mungu kwa amani tuliyokuwa nayo, na tunaamini amani hii itaendelea kudumu katika nchi yetu ya Tanzania. Nichukue fursa hii kama diwani mteule, lakini kama mlezi wa taasisi ya Bahari Shwari, kuwashukuru sana wanachama wenzangu wa Bahari Shwari, lakini kuwashukuru wale wote ambao wamejitokeza kwa namna moja ama nyingine kuacha shughuli zao na kujumuika na sisi kwa ajili ya kufanya dua hii. Dua hii ni dua nzito kama nilivyosema. Tunaamini Mwenyezi Mungu ataipokea na nchi yetu itabaki kuendelea kuwa na amani. Kikubwa kwamba wananchi tuendelee kuwa watulivu, tuwasikilize viongozi wetu, lakini vile vile viongozi wa kidini, upande wa Kikristo, upande wa Uislamu na dini nyinginezo zilizokuwa nchini, ziendelee kuhubiri amani ya nchi yetu. Tutafika pale ambapo tulipokusudia. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nimekuwa mgeni rasmi kwa sababu kwanza kama ni mlezi, lakini vile vile ndo diwani mteule wa eneo hili. Na ukizingatia katika eneo hili sisi tunapokuwa na jambo zito mbele yetu, basi huwa tunatanguliza kumwomba Mungu atusaidie kwa yale ambayo tunakusudia. Kwa hiyo tunayo mambo mengi tumekusudia kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu, na tumefanya hivyo na tumemwomba Mwenyezi Mungu atulinde sisi wenyewe, atufungulie njia zetu za kujipatia riziki ndogo ndogo na riziki kubwa kubwa, lakini ailinde amani ya nchi yetu. Kama unavyofahamu, baadhi ya wachochezi wa vurugu, baadhi ya watu ambao wanataka kuvuruga amani ya nchi yetu wanatamani tarehe 9 mwezi wa 12 itokee vurugu kama iliyotokea tarehe 29 mwezi Oktoba, ili wao waweze kunufaika kupitia vurugu hizi. Kwa hiyo sisi kupitia dua yetu tunamuomba Mwenyezi Mungu awalaani vikali na awaadhibu wale wote wanaosababisha machafuko katika taifa letu, machafuko ambayo hayajawahi kutokea, wao wameyasababisha na yametokea. Mwenyezi Mungu awalaani kokote pale walipo, wawe hapa Tanzania, wawe Arabuni, wawe Amerika, wawe Europa, popote pale, hata Uchinani. Mwenyezi Mungu awalaani na kuwachukulia hatua kali leo hapa duniani na kesho ahera kwa kitendo hiki kibaya walichokufanya kwa taifa letu la Tanzania.